mambo ya kawaida, na kibaya sana kwa wasemaji hawa wa vilabu Ahmed Ally, lakini pia na Ally Kamwe, limekuwa tatizo la kuchochea haya mambo kwa sababu kipindi hiki ndio kilikuwa kipindi sahihi kwa upande wa Simba kumwambia Pacome pole. Na wakati mwingine hata kama Simba walikosea, hata kama Yanga walikosea maeneo fulani, Simba wanaweza karekebisha wakaleta utamaduni mwingine ambao ni bora zaidi. Sio lazima watu wote walipizane kwamba kwa sababu huyu alifanya hiki alifanya hiki. Wewe fanya wema tu, hata kama mtu anakufanyia ubaya. Huyo mtu ambaye anafanya ubaya mwisho wa siku atasema kweli hebu mimi nifanye kama ambavyo anafanya mchezaji labda wa Simba au wa Yanga amefariki. Inawezekana watu wakawa wanacheka mtu ameshafariki. Sasa kifo si kitu kingine? Kifo inaweza kuwa kitu kingine, lakini kwa mazingira ambayo yanaonekana sasa hivi, inaonekana kabisa kwamba tayari kuna mazingira ambayo watu wanafurahia mwenzia akipata tatizo. Kwa sababu wao wanadai kwamba hata wachezaji wao walipopata majeruhi, mfano tukimchukulia Wilson Nangu, lakini Abraza Kamza, tutamkumbuka Moses Firi. Hapo juzi pia Chama aliumia, wakawa wanamcheka, wanamkebehi, kwa anasema ubaya. Ndio maana nasemaje, upande wa Simba, upande wa Yanga kuna tatizo kubwa ambalo Lugano tumeona matatizo ambayo aliyapata Yanga, especially kwa mchezaji Pacome Mzuzo katika mchezo dhidi ya JKT. Baadhi ya watu wa soka, wadau mbalimbali wameweza kutoa pole zao, lakini kwa mtani wake Simba imekuwa ni tofauti. Pengine labda tunaweza tukasema Usimba na Uyanga unaharibu vitu hata kuelekea katika issue ambazo ni serious ama za kibinadamu zaidi. Sure, yani viongozi wa Simba na Yanga wamekuwa tatizo sana la masuala ya kiubaguzi na masuala ya kutengana tuseme, kwa sababu ya Simba na Yanga. Imefikia hatua kuwa Simba unakuwa adui wa Yanga hata kwenye maisha ya kawaida. Ukiwa Yanga ni adui wa Simba hata kwenye maisha ya kawaida. Na hii imejengwa na viongozi wa hizi timu Simba na Yanga. Kuna matukio mengi sana. Ukiachana la Pacome ambalo kwanza ndio bichi kabisa na Pacome mwenyewe yuko hospitalini. Lakini kwa upande wa Simba pia kuna matukio mengi ambayo unaweza kuyaangalia na kuyafuatilia yalikuwa na shida ya namna hii. Lakini sisi kama jamii au wana michezo wadau tumeona ni swala la kawaida kwa sababu pia na sisi tunaendeshwa na Usimba na Uyanga. Mfano mzuri tuanze na ile swala la Pacome. Pacome amepata changamoto. Una shida? Mfano swala ile la Pacome amepata changamoto ya kiafya, lakini Simba hawawezi kumpa pole tu. Unajua hii ni swala la kibinadamu. Yaani kumpa pole mtu ni swala la kibinadamu. Yaani tumeshindwa kutenganisha kati ya mpira wa miguu kama sehemu ya furaha, tumepeleka mpira wa miguu kama sehemu ya vita. Ni kitu ambacho kinafikirisha. Kwa sababu Pacome kapata matatizo ya kiafya kwa maana ya kuumia mguu na vitu kama hivyo. Najaribu kujiuliza, endapo kama hatuombei mambo yatokee kama hayo. Mfano itokee mchezaji labda wa Simba au wa Yanga amefariki. Inawezekana watu wakawa wanacheka mtu ameshafariki. Sasa kifo si kitu kingine? Kifo inaweza kuwa kitu kingine, lakini kwa mazingira ambayo yanaonekana sasa hivi, inaonekana kabisa kwamba tayari kuna mazingira ambayo watu wanafurahia mwenzia akipata tatizo. Kwa sababu wao wanadai kwamba hata wachezaji wao walipopata majeruhi, mfano tukimchukulia Wilson Nangu, lakini Abraza Kamza, tutamkumbuka Moses Firi. Hapo juzi pia Chama aliumia, wakawa wanamcheka, wanamkebehi, kwa anasema ubaya. Ndio maana nasemaje, upande wa Simba, upande wa Yanga kuna tatizo kubwa ambalo sisi kama jamii, sisi kama wadau tukiendelea kuona hiki ni kitu cha kawaida. Yaani utamaduni wa Kitanzania, utamaduni wa Kitanzania tuseme wa Kiafrika ni kujaliana. Umeelewa? Mpira wa miguu ni sehemu ya burudani. Sasa isitokee sehemu mtu amepata matatizo wewe ikawa ni furaha kwako. Yaani ukafurahi ukashindwa hata kumpa pole. Mfano tunazungumzia swala la Pacome, ni swala sensitive, mtu labda kavunjika mguu. Yaani inakuwaje kumpa pole tu, yani kumtakia pole kwamba tunakujali tu afya yake. Lakini pia angalia kina Moses Firi pia ilishawahi kutokea hayo, kina Nangu pia imetokea hayo. Ni kwa nini tumeendelea kuyachukulia haya kama mambo ya kawaida? Na kibaya sana kwa wasemaji hawa wa vilabu Ahmed Ally, lakini pia na Ally Kamwe, limekuwa tatizo
la kuchochea haya mambo. Kwa sababu gani? Wangesema utamaduni wa kuyaona kuna mambo mengine ni ya kujali. Mtu ameshafariki, mtu amepata majeraha, mtu amepata matatizo, ubinadamu utangulie mbele. Lakini sasa hivi tumeingia kwenye unyama, sio unyama kama unyamani wa Simba. Sasa huu tunaita ushetani. Mimi binafsi imeniuma sana kuona Pacome amepata matatizo, lakini kuna watu ambao wanafurahia. Nakumbuka pia hata kwa Chama kuna watu walitoa maneno kama yale pale, lakini kuna watu wamekaa kimya, hawasemi. Mfano aliyesema maneno mabaya kwa Chama alikuwa mwanachama wa nani? Wa klabu ya Young Africans. Lakini viongozi wa Yanga wakumkemea kwamba hiki sio kitu cha kuiga, lakini pia kwa Simba yametokea kwa Pacome, hakuna hata mtu ambaye kasema hiki sio sawa. Lakini uweze kujua kama wachezaji wenyewe wametafutana, labda akamtafuta Pacome wenyewe au uongozi kimya kimya bila kuweka mambo public. Kwa sababu hili swala la kijamii, inatakiwa klabu kama ya Simba iseme tu tunampa pole mchezaji kwa hiki na hiki na hiki. Unapunguza kitu gani? Ukimwambia Pacome pole, unapunguza kitu gani? Sisi tunazungumzia uungwana na kujali afya ya mtu. Umeelewa? Lakini swali ni kwamba kwa nini la Pacome mmekomaa sana, hayo mengine mkukomaa, ndo anachodai wana Simba. Sio swala kwamba la Pacome tumekomaa. Yaani mimi binafsi inawezekana nikawa ni mimi ambaye nimejaribu kulizungumzia sana hili swala. Inawezekana kipindi cha nyuma nikajua pengine kuna mabadiliko yanaenda kuonekana. Lakini inanipa picha kwamba huko tuendako kuna jambo baya na gumu linaweza katokea na watu wakaendelea kuchekelea, kwa sababu hatujui afya ya mtu kesho kitatokea kitu gani. Kuna mtu ataenda katokea uwanjani kazimia, watu wanafurahia, au kafariki, watu wakafurahia, vitu kama hivyo. Kwa hiyo najaribu kuwaambia wadau wengine hivi vitu vya kuwaonya. Engineer Hersi anatakiwa angalie kwenye upande wa viongozi wake, hasa watu ambao kama wanahusiana kwenye masuala ya habari, kuambia hivi vitu, jamani, tuweke mpaka. Unajua mashabiki inawezekana wanahitaji matokeo, ndio, si ndio? Lakini kwenye swala la afya wote tunashirikiana. Yaani isije katokea baadaye shabiki wa Simba kapata changamoto, watu wanampita kwa sababu shabiki wa Simba au shabiki wa Yanga au viongozi wamepata tatizo. Kuna watu ambao ni mashabiki ambao wanatoka Yanga au Simba, wanakuwa katika mazingira ambayo wanamwona kwamba huyu sio mwenzetu. Huo ni unyama. Sasa unyama pia unaenda kwenye ushetani, kwa sababu hiyo sio taratibu za kimungu ambazo zinatakiwa kuwa vile. Kwa mimi binafsi natamani kuona upande wa Simba wabadilike. Mangungu amwambie Ahmed Ally tunataka izungumzie Simba, lakini inapokuja swala la ubinadamu, Simba yote inajali afya ya nani? Ya mtu wa kawaida. Kwa hiyo awe Simba awe Yanga awe nani, unaweza ukamjali. Je, Simba mfano tuchukulie, Simba inatembea, wanapita labda na gari yao maeneo fulani, si ndio? Ilo gari ikakutana na mtu kavaa jezi ya Yanga kapata tatizo, ina maana anaweza kapita, bwana kavaa jezi ya Yanga kapita, ndio utakuelekea. Hata Yanga amekutana na mtu kavaa jezi ya Simba kapata changamoto barabarani, gari yao inaweza kapita bila kumsaidia. Huko ndio ndako nakuelekea. Sidhani kama wamefikia huko Lugano. Mazingira yanaonyesha tumefikia huko. Kama unashindwa kumpa pole Pacome tu, manake kuna shida kubwa ambayo inatakiwa kutatuliwa, hasa kwa viongozi ambao wako juu. Waache kuwa na hofu na wanachama, watengenezee mazingira bora ambayo hayataathiri vitu vingine, lakini itatengeneza utu ambao utaenda kusaidia kuwa na kujali afya za watu. Lakini ninachoamini mimi kwa kumalizia hili, mpaka ilipofikia sasa hivi kitokea labda mtu yeyote kutokea Simba akatoa pole, pengine labda alipanga wapate muda wamalize mechi yao inayokuja alafu watoe pole, na maana kwamba ikitokea vyote atakatoa pole sasa hivi watu watajua kwa sababu waliambiwa mambo hayajakaa sawa, ndio maana wameamua kutoa pole, kwamba wanajipendekeza ama wanakuja ni kujisafisha. Wanasema mchuzi wa mbwa huo unanyoa ukiwa wa moto. Yaani kama utakuja kunipa pole wakati nimepona, nitakuwa na mtu wa ajabu. Kwa kipindi hiki ndio kilikuwa kipindi sahihi kwa upande wa Simba kumwambia Pacome pole. Na wakati mwingine hata kama Simba walikosea, hata kama Yanga walikosea maeneo fulani, Simba wanaweza karekebisha, wakaleta utamaduni mwingine ambao ni bora zaidi. Sio lazima watu wote walipizane kwamba kwa sababu huyu alifanya hiki alifanya hiki. Wewe fanya wema tu, hata kama mtu anakufanyia ubaya. Huyo mtu ambaye anafanya ubaya mwisho wa siku atasema kweli, hebu mimi nifanye kama ambavyo anafanya mtu. Sasa huko nakuelekea mimi nakuona ni kubaya sana kutokana na mazingira ambayo yako sasa hivi. Shukrani sana.